Ndani ya Yanga kuna mchakato wa kusajili striker na inafahamika kwamba kocha Pedro Gonçalves tayari amewasilisha jina la mtu anayemhitaji. Kati ya majina ambayo inafahamika kwamba litasainiwa Yanga kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji ni Laurindo Dilson Maria Aurelio maarufu kama Depu, anayetumikia Radomia Poland kwa mkopo akitokea Vojvodina ya Serbia. Mwingine ni Jacinto Muondo Gelson maarufu kama Dala, anayetumikia Al Wakhtar ya Katari, Rio Ave ya Ureno. Wote ni raia wa Angola na mmoja kati yao atavaa jezi za Yanga wiki chache zijazo. Akizungumzia mipango ya kusajili striker baada ya kuondoka Andy Boyel ambaye amerejea Sekhukhune United ya Afrika Kusini baada ya Yanga kumchukua kwa mkopo akitumika kwa miezi 6 pekee, Pedro amesema mpango huo upo ili kuongeza nguvu eneo hilo. Pedro amesema wanalazimika kusajili striker wakati kusaidiana na Prince Dube kipindi hiki ambacho Clement Mzize anarejea taratibu kutoka kwenye majeraha. Mreno huyo amegusia kwamba hata ujio wa Emmanuel Mwanengo ni sehemu ya maboresho ya eneo la ushambuliaji kutokana na uwezo alionao wa kucheza mshambuliaji wa kati na kutokea pembeni. Baada ya kumshuhudia Mwanengo akimaliza dakika 90 akisimama kama mshambuliaji wa kati, Yanga iliposhinda mabao 3-0 dhidi ya KVZ katika Kombe la Mapinduzi Januari 4, 2026, huku nyota huyo mpya akihusika katika bao la 3. Pedro amesema na mnukuu, ana ujuzi wa kucheza kama winga na mshambuliaji. Kiwango alichoonyesha kimenifurahisha, ingawa pengine ni uchovu umemfanya asifanye kwa kiwango kikubwa zaidi. Ninajua huenda hiyo si nafasi yake ya kwanza, lakini tunapaswa kuwa wawazi na yeye pia yuko tayari kujaribu nafasi hizo na kucheza dakika 90. Kwa sasa Dube amemaliza majukumu ya AFCON, hivyo tumempa siku 7 za kupumzisha mwili na akili. Ni muhimu kwa sababu tulikuwa tumemsukuma sana, kwa hiyo nilikusanya nguvu zote kwa kuwa msimu utakuwa mgumu sana, na pia sasa mambo yanaenda vizuri zaidi kwani yuko katikati ya mchakato. Lakini katika kuimarisha kikosi tunafanya kazi ya kusajili mshambuliaji mwingine. Kwa sasa Mzize yupo nje akiwa bado hajapona vizuri, mwisho kunukuu. Baada ya kuondoka Boyel aliyefunga mabao 2 kwenye ligi, mshambuliaji aliyebaki Yanga ni Dube na Mzize ambaye anarejea taratibu kutoka kwenye majeraha. Hali hiyo imefanya mabosi wa Yanga kumsajili Mwanengo kutoka TRA United akiwa na uwezo wa kucheza nafasi zote za ushambuliaji. Imeandikwa na Omar Mdose na kusoma kwako na Hamza Seifo.